Klabu ya Arsenal imethibitisha kumsajili nahodha wa Newcastle United Bruno Guimaraes kwa mkataba wa muda mrefu katika usajili unaoripotiwa kugharimu takriban pauni milioni 75. Kiungo huyo wa kimataifa wa Brazil amehitimisha safari yake na Newcastle United na sasa amehamia Emirates Stadium kujiunga na Arsenal ambayo imekuwa ikifanya mazungumzo ya kumsajili kwa muda mrefu. Mkurugenzi wa michezo wa Arsenal Andre Beta ameelezea Guimaraes kama mchezaji mwenye kiwango cha juu, nidhamu na uwezo mkubwa wa kuiongoza timu. Amesema ujio wa Brazil huyo utaongeza nguvu katikati ya uwanja kutokana na uwezo wake wa kucheza kama kiungo mkabaji. Guimaraes pia amekuwa akichangia mabao na asisti mara kwa mara, jambo ambalo Arsenal inaamini itasaidia kuongeza ubora na ushindani ndani ya kikosi cha Mikel Arteta. Guimaraes mwenye umri wa miaka 28 ameondoka Newcastle United baada ya kutumikia klabu hiyo tangu Januari 2022 alipowasili kutoka Lyon ya Ufaransa. Katika kipindi chake Newcastle amecheza mechi 195 katika mashindano yote na kufunga mabao 31. Alikuwa sehemu muhimu ya timu hiyo iliyotoa Carabao Cup mwaka 2025, ikiwa ni taji la kwanza la Newcastle United kwa kipindi cha miaka 56. Aidha, ameisaidia klabu hiyo kufuzu ligi ya mabingwa mara 2 na kujijengea heshima kama mmoja ya viungo bora katika Premier League. Msimu 2025-26 ulikuwa miongoni mwa misimu yake bora zaidi katika upande wa ufungaji, akifunga mabao 6 katika mechi 29 za Premier League. Baada ya msimu huo, Guimaraes aliendelea kuonyesha kiwango kizuri akiwa Brazil katika kombe la dunia, akitoa asisti 4 licha ya Brazil kutolewa katika hatua ya 16 bora baada ya kufungwa na Norway. Uwezo wake kukaba, kuanzisha mashambulizi na kusaidia timu katika eneo la mwisho uwanjani anatarajiwa kumpa Arteta chaguo jingine muhimu kwenye mifumo yake. Akizungumza wakati wa kuondoka Newcastle United, Guimaraes alisema uamuzi huo ulikuwa miongoni mwa maamuzi magumu zaidi katika maisha yake ya soka, akieleza kuwa alipenda klabu hiyo na mashabiki, huku akishukuru wachezaji wenzake, Eddie Howe, benchi la ufundi na watu wote waliomfanya yeye pamoja na familia yake wajisikie nyumbani. Hata hivyo, alisema aliona muda umefika wa kuanza changamoto mpya katika maisha yake ya kujaribu kitu tofauti. Kwa update zaidi za kimichezo kimataifa, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Usisahau kusubscribe na bonyeze alama ya kengele kwenye YouTube channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Mimi naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.